Karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Umoja wa Ulaya umepata aibu kubwa huko Geneva nchini Uswisi, ukiwa hauna ushawishi wala hauna sauti wala hakuna chochote katika mipango ya kumaliza vita huko nchini Ukraine. Baadhi ya viongozi katika Umoja wa Ulaya ambao wameshiriki katika mkutano kati ya Marekani pamoja na Ukraine katika mpango wa kumaliza vita huko nchini Ukraine ni kama vile wameingia katika aibu kubwa, wakiamini kwamba wao wana sauti kubwa katika kumaliza vita hivyo, huku Kaja Kallas, mkuu wa umoja huo wa Ulaya, akisema kwamba hawakubaliani na mpango wa Marekani wa hoja 28 katika kumaliza vita nchini Ukraine, lakini kutokana na namna ambavyo Marekani imeweka mipango yake hawakuruhusiwa kuwa na sauti yoyote katika kujadili mpango huo. Hata hivyo, Urusi imekataa kata kuihusisha NATO pamoja na nchi za Umoja wa Ulaya katika mpango wa hoja 28 za kumaliza vita nchini Ukraine. Mashauriano ya dharura ya weekend mjini Geneva kati ya maafisa wakuu kutoka Marekani, Ukraine na mataifa machache ya NATO na Umoja wa Ulaya yaliitishwa baada ya mpango wa amani wa Rais wa Marekani Donald Trump kufichuliwa. Mkutano huo ulipaswa kufafanua ramani ya barabara ya suluhu nchini Ukraine. Badala yake ilihifadhi fitina na utata wa kimkakati wa makusudi ambao sasa unazunguka mtazamo wa Washington. Taarifa ya mwisho iliyotolewa na Washington na Kiev haikuwa wazi kabisa, ilitoa tu dhamira ya jumla ya kujenga amani ya kudumu na ya haki nchini Ukraine bila kusema ni ufafanuzi wa nani wa haki au ni aina gani ya amani ikitawala. Na wakati Kiev na uungaji mkono wake wa magharibi wa Ulaya walikuwa wamepinga kwa sauti kubwa vipengele muhimu vya pendekezo la Trump la point 28, bado haijulikani ikiwa waraka huo ulifanywa marekebisho ya maana hata kidogo, lakini hata hivyo hitimisho kadhaa kutoka Geneva tayari zinaonekana. Kwanza, mshindi mkuu alikuwa ni ujumbe wa Marekani. Waziri wa mambo ya kigeni Marco Rubio na mwakilishi maalum Steve Witkoff waliweka sauti ya mkutano huo na msisitizo wa Rubio kwamba kuna mpango mmoja tu wa amani na si mwingine wala si miwili, ukawa mstari wa kufafanua wa siku hiyo. Ndani ya masaa 24 tu mapema, miji mikuu ya Kiev na Ulaya ilikuwa ikizungumza kuhusu mpango mbadala unaodaiwa kukimbizwa Uswisi. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alionya kwamba hati ya Trump ni pamoja na vifungu vinavyoathiri moja kwa moja Ulaya yote, mali ya Urusi iliyohifadhiwa, matarajio ya EU ya Ukraine na shughuli za NATO, na kwa hiyo inahitaji makubaliano mapana. Hata hivyo, hakuna hata moja ya haya yaliyosababisha mabadiliko ya kweli. Chochote ambacho viongozi wa Ulaya Magharibi walitarajia kuingiza, hakuna hata kitu kimoja cha msingi kinachoonekana kuwa kimefanya mazungumzo hayo. Mpango wa amani wa Trump haukuwa na hautakuwa mradi wa pamoja wa Marekani na Umoja wa Ulaya. Hitimisho la pili linafuata lile la kwanza. Uingereza, Ufaransa na Ujerumani ziliwekwa kando. Mkutano huo wa Geneva ulikuwa rasmi wa pande tatu, lakini matokeo ya mwisho yalikuwa taarifa ya nchi mbili kati ya Marekani na Ukraine. Maafisa wa Ulaya Magharibi waliokuwepo kwenye chumba hicho walitoweka kwenye waraka huo. Kuachwa huko sio bahati mbaya, ni ishara wazi ya nani ana nguvu na nani hana. Ndicho ambacho kimewakuta watu wa Magharibi wakiingia katika aibu kubwa, ambapo walikuwa na mipango ya kushinikiza juu ya baadhi ya mambo yao yaingizwe katika mpango wa kumaliza vita huko nchini Ukraine. Tatu ni Ukraine yenyewe iliibuka kama mpotezaji mwingine wa siku hiyo. Kulingana na ikulu ya White House, Kiev sasa imekubali kwamba rasimu ya Trump inaakisi maslahi yake ya kitaifa na inatoa njia za kuaminika na zinazoaminika zaidi na zinazowezekana kwa usalama wa Ukraine. Hayo ni mabadiliko makubwa kutoka kwa hotuba ya Zelensky jioni iliyotangulia, ambapo alimshutumu mshirika wake mkuu kwa kujaribu kuinyima Ukraine hadhi yake na akaahidi kupinga. Geneva inaonyesha jinsi kidogo ya maneno hayo ilivyonusurika kuwasiliana na ukweli. Mpango wa Trump uliotupiliwa mbali kama ukungu wa kisiasa kwa Magharibi unaanza kuimarika katika mfumo wa makubaliano yajayo, iwe Kiev au wafuasi wake wa Ulaya Magharibi wapende ama wasipende. Washington inaweka masharti na kila mtu mwingine anajifunza kuishi humo na kukubaliana na kila kitu. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.